Yes, hello ndugu mpendwa, kwa siku ya leo nipo hapa kwa ajili ya kuweza kushirikishana jambo machache kwa siku ya leo. Na leo nimekuandalia somo pendwa ambalo kichwa ambacho kimebeba ujumbe wa nguvu ya matumaini. Nguvu ya matumaini. Utanielewa kwa upesi zaidi tutakapokuwa tumerejea maandiko matakatifu, na utaweza kupata maarifa ambayo kuna wenzetu ambao wameshapitia katika hili eneo na akapata mafanikio zaidi katika maisha yao ya kila siku. Na tutarejea katika maandiko matakatifu, Injili ya Mathayo sura ya 8 mstari wa 24. Neno la Mungu linasema, ghafla kukainuka dhoruba kali baharini, hata mashua ikaanza kufunikwa na mawimbi, lakini Yesu alikuwa amelala usingizini. Nitarudia neno la Mungu katika Mathayo sura ya 8 mstari wa 24. Neno la Mungu linasema, ghafla kukainuka dhoruba kali baharini, hata mashua ikaanza kufunikwa na mawimbi, lakini Yesu alikuwa amelala usingizini. Tunajifunza katika safari hii ambayo Yesu alikuwa na wanafunzi wake, alikuwa anatoka safari moja kwenda sehemu nyingine, akivuka bahari. Kulitokea changamoto ambayo iliweza kusababisha waanze kupata mahangaiko, mateso, msongamano wa mawazo, msongo wa mawazo, changamoto za kufikiria namna gani waweze kutatua hiyo changamoto. Na tunaona zaidi kwamba Yesu Kristo alikuwa ametulia, amelala zake kwenye mtumbwi, lakini wanafunzi wakihangaika sana. Na katika safari ya maisha lazima itakuwa na dhoruba tu. Dhoruba hii inaweza ikawa mahusiano kuharibika au kuvunjika, kupoteza kazi, kufiwa na watu wa karibu, kuunguliwa nyumba, mlipuko wa magonjwa, kufeli masomo, kupoteza mtaji na mambo mengine ambayo yanaambatana na changamoto kama hizo ambazo wanadamu zinawakabili. Kwa hiyo basi nikutie moyo kwamba unapokuwa unamtumainia Mwenyezi Mungu, hata kama unapitia changamoto kubwa kiasi gani, uwe na uhakika kwamba utatoka salama na utazidi kuiona hiyo nuru. Mara nyingi dhoruba inapokuwa kali sana, watu wengi huishia kulalamika, kupaniki. Wengi sana wako na paniki, wengi sana wanalalamika, wengi sana wanaingiwa na hofu na mashaka, wengi sana wanapiga kelele, wengi sana kukata tamaa, kupoteza imani, kujinyonga, kujikataa. Kwa ni changamoto zinapokuwa zinatokea katika maisha, haziji kwa ajili ya kukuharibu, bali zipo kwa ajili ya kukuimarisha. Kwa hiyo usiogope hata siku moja wala dakika yoyote ile. Zidi kumtumainia Mwenyezi Mungu, maana Mungu anakusudi na wewe lililo jema. Kwa katika nafasi kama hii, nipende kuambia kwamba unaweza ukawa unapitia dhoruba kali sana kwenye maisha. Wakati huu usiogope. Jambo la kuhakikisha ni kuwa ndani ya chombo pamoja na Yesu, pamoja na Mungu. Kama Mungu yupo ndani chomboni, hutaangamia. Amini uwepo wake ndani ya chombo, maisha yako utatoka salama. Nipende kutakia wakati mwema katika siku hii ya leo. Mungu akubariki sana mtoto wa Mungu. Tukutane tena siku nyingine.